Hatimaye dunia imempoteza shujaa wa ndondi Prichard Colón, ambaye baada ya miaka 11 ya kupigania uhai wake kufuatia uharibifu mkubwa wa ubongo, hatimaye amepumzika. Lakini je, unamfahamu bondia huyu? Prichard Colón Melendez alizaliwa mnamo Septemba 19 mwaka 1992. Alikuwa bondia mtaalamu kutokea huko Puerto Rico, bingwa wa heshima wa dunia wa WBC na mshindi wa medali ya dhahabu katika mashindano ya vijana ya Pan American ya mwaka 2010 katika kategoria ya kilo 64. Ni katika ulimwengu wa michezo ya mapambano, jina lake limebaki kuwa kielelezo cha uwezo mkubwa uliopotea, mapenzi ya dhati ya kifamilia na mabadiliko makubwa ya kihistoria katika kulinda usalama wa wanamichezo duniani. Alipewa jina la utani la Digit. Kabla ya kuingia kwenye ngumi za kulipwa, Colón alikuwa tishio kubwa katika ngumi za ridhaa, yani amateur. Alipata rekodi ya kuvutia sana ya ushindi 170 na kupoteza mapambano 15 pekee. Colón aliamua kuanza rasmi safari yake kama bondia wa kulipwa katika daraja la uzito wa super welterweight. Katika pambano lake la kwanza tarehe 23 Februari mwaka 2013, akamchakaza mpinzani wake Xavier Lascelles kwa kumpiga kwa knockout katika raundi ya kwanza kabisa. Colón alikuwa bondia mwenye bidii ya kipekee na nidhamu ya juu. Kwenye historia yake, mtindo wake wa kuvutia wa upiganaji, mavazi ya kung'aa na staili yake ya nywele ikamfanywa apendwe haraka na mashabiki wengi wa ngumi duniani. Moja ya ushindi wake mkubwa ulikuwa ni dhidi ya bondia mzoefu Vivian Harris huko Toronto mnamo mwaka 2015 Septemba. Hadi anafikia pambano lake la mwisho, alikuwa na rekodi safi kabisa ya mapambano 16, yani ushindi 16 huku ushindi 13 ukiwa kwa knockout, akitabiriwa kuwa bingwa mkuu wa dunia ajaye. Katika pambano lake la mwisho la mwaka 2015 dhidi ya mpinzani wake Terrell Williams, Colón alipigwa nyuma ya kichwa, ngumi za kisogoni. Kwa wapenzi wa ngumi hii huitwa rabbit punches. Colón alikuwa sawa mpaka pale alipoingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Ghafla inaelezwa kuwa alianza kutapika, akapoteza fahamu na kukimbizwa hospitali kwa dharura. Madaktari wakagundua kuwa alikuwa na damu iliyovujia kwenye ubongo. Akafanywa upasuaji wa haraka na kupunguza shinikizo kichwani, na tukio lile likamfanya akawa kwenye hali ya kutokuwa na ufahamu ama koma kwa siku 221. Licha ya kuzinduka, akabaki na uharibifu mkubwa wa mfumo wa neva uliomfanya abaki katika hali hiyo ya kupooza, akishindwa kutembea wala kuongea kwa takribani miaka 11 sasa. Mama yake Nieves Colón na familia yake wakajitolea kikamilifu kumhudumia usiku na mchana nyumbani kwao Florida. Kupitia teknolojia, Colón alikuwa akijaribu kuwasiliana kwa ishara ndogo za macho na mikono, huku familia yake ikishirikisha ulimwengu maendeleo yake kupitia mitandao ya kijamii. Inasemekana wazazi wa Prichard Colón walichukua hatua kubwa ya kisheria kwa kufungua kesi ya madai ya dola milioni 50, zaidi ya shilingi bilioni 115 za Kitanzania. Hii ni katika mahakama kuu ya Washington DC, kesi ambayo ililenga kufidia gharama kubwa za matibabu ya maisha yake yote na kuwawajibisha waliosababisha uzembe huo. Familia haikumshtaki bondia mwenzake pinzani, yani Terrell Williams, bali ni Richard Ashby, daktari wa pambano, kwa kushindwa kutathmini vizuri hali ya kiafya ya Colón na kumruhusu kuendelea kupigana licha ya kulalamika maumivu ya kichwa na kizunguzungu. Lakini pia makampuni ya uhamasishaji, yani waandaaji wa pambano hilo, walishtakiwa kwa kushindwa kutoa ulinzi wa kutosha wa kitiba kwa bondia wao, na kesi hii ikachukua miaka mingi mahakamani bila kufikia hukumu ya mwisho ya haraka, lakini ikasaidia sana kuibua mjadala mzito duniani kuhusu wajibu wa kisheria na kimaadili wa madaktari wa michezo. Kuumia kwa Prichard Colón kulisababisha mageuzi makubwa ya kiusalama katika mchezo wa ndondi duniani. Baraza la ndondi la dunia WBC likaanzisha sheria maalum iliyojulikana kama sheria ya Prichard Colón ya mnamo mwaka 2016. Sheria hii ikawa na msisitizo mkubwa wa kutovumilia kabisa, yani zero tolerance kwenye ngumi za nyuma ya kichwa, ikiruhusu adhabu kali na kusimamishwa kwa pambano mara moja ili kulinda usalama wa mabondia wengine. Mnamo mwaka 2016, WBC ilimtangaza pia kuwa bingwa wa dunia wa heshima, yani honorary WBC World Champion. Baada ya kupambana kwa ushupavu mkubwa akiwa kitandani na kwenye kiti cha magurudumu, Prichard Colón alifariki dunia tarehe 13 siku ya jana Agosti mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 33. Baba yake Richard Colón alithibitisha kifo chake kwa masikitiko makubwa, akieleza kuwa mwanaye amemaliza safari yake ya mateso ya mwili na kwenda mahali palipo na amani. Mashirika makubwa yalitangaza pia kifo chake. Prichard Colón hatakumbukwa tu kama bondia aliyekuwa
kuwa na kipaji cha pekee, bali kama mwanamichezo ambaye jeraha lake liliokoa maisha ya maelfu ya mabondia wengine duniani kote kupitia mabadiliko ya sheria za usalama. Mimi ni Gina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.